Ni ndoto iliyojegeuka, kupaa na kuporomoka kwa Muammar Gaddafi. Alianza kama sauti ya mapinduzi, akizungumza kwa ujasiri dhidi ya udhalilishaji wa Waarabu na Waafrika, akiahidi kuifufua Libya kutoka usingizi wa umaskini na utegemezi. Alionekana kama tumaini jipya, kiongozi jasiri, asiogopa mataifa makubwa, mwenye ndoto ya kuijenga nchi kwa misingi ya heshima na usawa. Lakini kadri miaka ilivyopita, ndoto hiyo ilianza kubadilika sura. Pole pole, mwanga ukageuka kivuli, na hatimaye kivuli kikawa giza zito lililolimeza taifa zima. Hii ndiye hadithi ya Muammar Gaddafi, si hadithi ya mtu mmoja tu, bali onyo kali kuhusu nguvu isiyodhibitiwa. Kupaa kwa ghafla, hasira ya historia na ahadi za mapinduzi. Gaddafi alipanda madarakani katika mazingira ya kukata tamaa ya kitaifa. Libya ilikuwa nchi tajiri kwa mafuta, lakini maskini kwa maendeleo ya watu. Utawala wa kifalme uliokuwa madarakani ulionekana kuwa wa kigeni, wa kifahari na uliokatika kabisa na maisha ya wananchi wa kawaida. Ndani ya pengo hili la matumaini, Gaddafi alitokeza kama kijana aliyejaa ghadhabu ya kihistoria, akichukia ukoloni, akiuchukia unyonyaji na akitaka kulipiza kisasi kwa heshima ya taifa. Maneno yake yalivutia. Alizungumza kwa lugha ya watu wa kawaida, akiahidi kugawa utajiri kwa wananchi, kuondoa ushawishi wa nje na kuifanya Libya kuwa mfano wa uhuru wa kweli. Kwa wengi, hakuwa tu kiongozi, alikuwa ishara ya mapinduzi yanayoweza kubadilisha mkondo wa historia. Hapa ndipo safari yake ya kupaa ilipoanza, kwa nguvu ya maneno, hisia na matumaini ya umma. Nguvu isiyo na kizuizi. Mapinduzi yanapogeuka utawala wa mtu mmoja. Baada ya kushika madaraka, Gaddafi alianza kuvunja mifumo ya zamani kwa kasi. Taasisi zilizokuwepo zilionekana kwake kama vizuizi vya mapinduzi. Badala ya kuziboresha, alizidhoofisha. Aliamini kuwa yeye ndiye sauti ya watu, na kwa jina la watu akakusanya mamlaka yote mikononi mwake. Hapa ndipo mstari hatari ulipovukwa. Mapinduzi yaliyolenga kuwa ya wananchi yakaanza kuzunguka mtu mmoja. Hakukuwa na nafasi ya upinzani wa kweli. Yeyote aliyepinga alionekana kama adui wa mapinduzi. Uhuru wa mawazo ulianza kufifia, huku hofu ikichukua nafasi ya mjadala. Gaddafi hakujiona kama dikteta, alijiona kama mwongozi wa kipekee juu ya mifumo ya kawaida ya kisiasa. Itikadi kama silaha, ndoto nzuri, utekelezaji mkatili. Alijenga falsafa yake ya kisiasa kama mbadala wa mifumo ya dunia. Alizungumza kuhusu utawala wa watu moja kwa moja, bila vyama wala mabunge ya kawaida. Kwenye karatasi, mawazo haya yalionekana ya kuvutia, yenye kuahidi usawa na sauti ya wananchi. Vyombo vya habari vilinyamazishwa kwa jina la umoja wa kitaifa. Elimu na utamaduni viligeuzwa kuwa zana za kusifu mapinduzi. Wapinzani walitoweka, wakafungwa au wakaishi uhamishoni. Hofu ikawa lugha ya kila siku ya siasa. Ndani ya Libya, watu walijifunza kuzungumza kwa sauti ya chini, kuangalia nyuma kabla ya kuongea, na kuamini kwamba ukimya ni njia ya kuishi. Gaddafi alitaka Libya iwe huru kabisa dhidi ya ushawishi wa mataifa makubwa. Alikataa kuwa kibaraka, akajitangaza kama kiongozi wa mapambano dhidi ya ubeberu. Hii ilimfanya apendwe na baadhi ya waliomwona kama shujaa, lakini pia ilimfanya ajitenge kimataifa. Alibadilisha marafiki mara kwa mara, leo mshirika, kesho adui. Siasa zake za nje zilijengwa juu ya msimamo wa kibinafsi, si uthabiti wa kitaasisi. Hatimaye, Libya ilijikuta ikiwa na washirika wachache wa kweli na maadui wengi. Ndani ya nchi, kujitenga huku kuliongeza shinikizo la kiuchumi na kijamii, huku serikali ikizidi kutumia nguvu kuficha udhaifu wake. Utawala wa hofu, taifa linaloishi kwa tahadhari. Kadri muda ulivyopita, Gaddafi alianza kuogopa zaidi kupoteza madaraka kuliko kupoteza uungwaji mkono wa wananchi. Alijenga mifumo ya ulinzi iliyolenga si kulinda taifa, bali kulinda utawala wake. Jeshi, vikosi maalum na mitandao ya ujasusi viligeuzwa kuwa walinzi wa mtu mmoja. Hali hii ilizalisha jamii iliyogawanika kati ya wanaonufaika na mfumo na walioathirika kimya kimya. Uaminifu wa kweli ulipotea. Kila tabasamu lilificha shaka. Taifa likawa kama nyumba yenye kuta nene lakini msingi dhaifu, likiwa linaonekana imara juu, lakini likitetemeka ndani. Mlipuko wa hasira. Hofu inapovunjika, hakuna utawala wa hofu unaodumu milele. Hasira iliyokaa kimya kwa miaka ilikusanyika kama wingu zito. Wakati wananchi walipoanza kudai heshima, majibu yalikuwa ya nguvu. Badala ya kusikiliza vilio vya watu, risasi zilizungumza. Lakini hapo ndipo kosa la mwisho lilipotokea. Hofu ilipopasuka, nguvu ilianza kuyeyuka. Watu waliogopa tena, lakini safari hii waliogopa kuendelea kunyamaza. Mfumo uliokuwa umejengwa juu ya mtu mmoja ukaanza kusambaratika kwa kasi, kwani haukuwa na nguzo za kudumu za kitaasisi. Kuanguka.
Mwisho wa mtu, sio wa matatizo. Kuporomoka kwa Gaddafi hakukumaliza matatizo ya Libya. Kuondoka kwake kuliacha ombwe kubwa. Taasisi zilikuwa dhaifu, uaminifu wa kitaifa ulikuwa umevunjika, na silaha zilikuwa nyingi kuliko maridhiano. Taifa lililokuwa limezoea kuongozwa na sauti moja lilijikuta bila dira. Hapa ndipo ukweli mchungu ulipojitokeza: kuangusha mtu mmoja si sawa na kujenga mfumo mpya. Utawala uliokuwa umeua taasisi uliacha ardhi tupu, ambapo migogoro mipya ilichipuka kwa urahisi. Urithi wa maumivu na mafunzo kwa baadhi. Gaddafi bado anakumbukwa kama kiongozi aliyesimama dhidi ya ubeberu. Kwa wengine wengi, anakumbukwa kama chanzo cha hofu, mateso na ndoto iliyovunjika. Urithi wake ni wa migongano, mafanikio fulani ya kijamii yakichanganyika na gharama kubwa ya kibinadamu. Lakini zaidi ya hukumu binafsi, hadithi yake inatoa funzo pana. Hakuna kiongozi aliye juu ya mifumo. Nguvu ikikosa mipaka, huanza kula kila kitu, ikiwemo heshima ya watu aliokuja kuwakomboa. Somo la mwisho: nguvu bila uwajibikaji ni janga. Hadithi ya Muammar Gaddafi ni onyo kwa mataifa yote. Inaonyesha jinsi mapinduzi yanavyoweza kuzaa udikteta, jinsi ndoto nzuri zinavyoweza kugeuka hofu, na jinsi mtu mmoja anavyoweza kuharibu mustakabali wa taifa zima anapopewa nguvu zisizo na kikomo. Taifa halijengwi kwa sauti moja, bali kwa mifumo inayosikiliza wengi. Uhuru hauhifadhiwi na risasi, bali na haki. Na historia inaonyesha mara kwa mara kwamba nguvu inayojiona isiyokosea huishia kujiharibu yenyewe, lakini kabla ya hapo huwaharibu wengi wasio na hatia. Huo ndio ukweli mzito wa safari ya Gaddafi. Ndoto iliyopaa juu sana ikapasuka angani na kuangukia taifa lake kama mvua ya maumivu.